Na Baba, ni asante kwa sababu ya wakati huu umetupatia ili tukaweze kusikia neno lako. Tunanyenyekea utuhudumie kwa kuwa Mungu unatujali. Be thou glorified, Holy Spirit of God. Tunanyenyekea mbele zako maana wewe ndiwe mkate wetu. Tunaamini ya kwamba unaenda kuumega kulingana na vile tunavyotoshana kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Pokea sifa katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Asubuhi ya siku ya leo nimeokoka na mpenda Yesu, nafurahia Bwana kwa sababu ya wema na uaminifu wake. Zaburi 133. Siku ya leo Bwana anataka kunena nasi kupitia kitabu cha Zaburi, jinsi ilivyo vyema ndugu wanapokaa pamoja. Na kwa sababu ninaamini tumefika hapa kwa sababu ya ushirikiano, tumefika hapa kwa sababu ya upendo, tumefika hapa kwa sababu ya neema ya Mungu. Mungu anaenda kutubariki tunapoenda kusoma neno la Mungu. Amen. Amen. Tusome neno la Mungu in the book of Psalms chapter 133 from verse 1. Behold, how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. It is like precious oil on the hand, running down to the beard, on the beard of Aaron, running down to the collar of his robes. It is like the dew of Hermon, which falls on the mountains of Zion. For there the Lord has commanded his blessings, life forevermore. Ni jambo zuri na la kupendeza sana ndugu kuishi pamoja na kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri yatiririkayo kichwani mpaka kwenye ndevu zake Aroni, mpaka upindoni mwa vazi lake shingoni. Bwana Yesu asifiwe. Can you help me to preach your neighbor na uhubiria kwamba behold how good it is. Hallelujah. Tunaweza keti katika jina la Yesu Kristo. Mahali tumesoma Biblia inanena kuhusu uzuri wa kukaa na kudumu pamoja. Hallelujah. Na mwandishi wa Zaburi hii ya 133 ambaye ni Daudi anaandika hii Zaburi akiwanenea wana wa Israeli na anawakumbusha umuhimu wa kukaa pamoja na kuwa na umoja. Praise the name of the Lord. Amen. Anawanenea na kuwaambia ndugu wanapokaa pamoja na kwa umoja kuna faida zinazopatikana. Na kwa hivyo nilipokuwa na lisoma ile neno la Mungu nikaona ya kwamba there is a difference of brothers dwelling together and also dwelling together in unity. Maana tunaweza kuwa tunakaa pamoja, mimi na jamii yangu, tunaweza kuwa tunakaa pamoja, mimi na washirika wa mlima huu, tunaweza kuwa tunakaa pamoja na wale watu tunafanya kazi na wao, tunaweza kukaa pamoja kama taifa la Kenya na tuwe hatuna umoja. Lakini asubuhi ya siku ya leo Daudi anaandika na kusema ni vyema ndugu wanapokaa pamoja na kwa umoja. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo asubuhi ya siku ya leo ningetaka tujiulize, je, mimi ninapokaa na wenzangu, ninapokaa na jamii yangu na familia yangu, ninapokaa na majirani, ninapokaa na washirika wenzangu, ndio tuko pamoja, lakini swali ni je, are we in unity? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema ya kwamba kusudi kuu lililokuwa linapeleka wana wa Israeli, maana hii Zaburi iliandikwa wakati walikuwa safarini, ilikuwa ni wafike Yerusalemu wakamwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So Israel, we are coming together because
of a corporate worship. Na walikuwa wanaunganika sio kwa ajili ya mambo mengi, sio kwa ajili ya biashara nyingi, lakini walikuwa wanaunganika pamoja, biashara ikiwa waabudu Bwana. Haleluya! Mikutaniko na mikusanyiko inaweza kuwa maudhui ama things are different, but from the scriptures we are reading today, we can see that Israel had one common goal in mind, to go to Jerusalem and offer a sacrifice of worship. Na kwa hivyo kama kanisa lolote kuu, uangalie kanisa la mitume, uangalie kanisa la leo, lazima kuwe na manukato mazuri ya uwiano mwema, lazima kuwe na manukato mazuri ya upendo, ili kanisa likaweze kusimama. Ili jamii ikaweze kupiga hatua mbele, lazima kuwe na manukato mazuri ya ushirikiano mwema. Ili biashara yako iweze kusimama na kuendelea, you must have a good relationship with your customers. Amen. Hebu fikiria mahali pengine unafanyia biashara ama mahali umeajiriwa unafanya kazi. Wewe haujali mwenzio, wewe haujali wateja wako. Wakikuja leo unawaambia hivi, wakikuuliza mbona jana tulipata umefunga, unawaambia hiyo sio swali, nilikuwa shughuli zangu. Na imagine ni wateja. Do you think huyo mteja kesho atarudi ama umemfukuza? Ni kumaanisha ili wewe upige hatua mbele katika maisha, ili biashara yako iweze kupiga hatua mbele, lazima ujifundishe jinsi ya kutangamana na wenzako. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujifundishe jinsi ya kukaa vyema na majirani wako. Lazima ujifundishe kukaa vyema na waliozaliwa pamoja na wao. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuzaliwa pamoja na kukaa pamoja na umoja ni mambo mawili tofauti. Katika Biblia tunaona mtu kama Kaini, walizaliwa tumbo moja na Abeli, lakini walipoenda kutoa sadaka, Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo, sadaka ya Abeli Mungu akaitakabali, lakini sadaka ya Kaini akaichukia. Na kutoka saa hiyo Kaini akaanza kutafuta ndugu yake, na hatimaye Biblia inasema alimuua, na wamezaliwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. But behold, it is good and pleasant for brethren to dwell together and dwell in unity. Hallelujah. Amen. Tazama mtu kama Yusufu. Yusufu alikuwa amezaliwa kwa vijana wengi, na Biblia inasema ya kwamba ilifika mahali kwa sababu ya neema Mungu alikuwa ameweka juu ya huyu kijana Yusufu, akawa ni mtu mwenye tafsiri ndoto, akawa kuna neema tofauti Mungu ameachia katika maisha yake. Badala ya ndugu zake kuweza kutambua haya, hii ni neema ya Mungu na haya ni matendo ya Mungu, walianza kumtafuta. Biblia ikafika mahali wakasema na huyu kijana, wacha tumuue atuondoke. Huyu kijana wacha tumrushe kwa shimo, mavazi yake tuyapake damu, tuweke pamoja tuyapake damu, tukirejea nyumbani tumwambie mzee, wajua nini, kijanako alikuliwa na nyama na wanyama mwituni, mavazi ndiyo haya tumeyapata mahali. Biblia inasema wakafika mahali wakasema, hapana, hatutamuua, wacha tumuuze kwa wale watu wakawe ni mtumwa. Na kumbuka hii jamaa yote inapangwa na ndugu wamezaliwa pamoja. Bwana Yesu atusaidie. Hii ni kumaanisha ya kwamba Daudi akiandika hii Zaburi ya 133 alikuwa ana a good history ya kwamba watu wanaweza kuwa wako pamoja but they are not in unity. Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru Mungu asubuhi ya siku ya leo, kwa sababu ukiangalia historia ya kanisa ya Mlima wa Gerizim mahali tumetoka,
na mahali tumefika, wote tunaweza kushuhudia ya kwamba ni umoja umetuwezesha kupiga hatua. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maana unapotazama matendo makuu ya Mungu, mahali tumetoka na safari mahali tumeifikisha, kama hatujakuwa na huu ushirikiano, kama hatujakuwa na huu umoja, kama hatujakuwa na mamoja na kunena mamoja, hatungeweza kupiga hatua hata moja mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka ufikirie katika familia. Wenye wamebarikiwa wana familia, fikiria kuhusu hiyo familia yako. Kama wewe ni mtoto, fikiria kuhusu familia yenu. Mmoja anapanga jambo hili, mwingine anapanga jambo hili, na haya mambo yote inatakiwa itendeke at the same time. Je, unafikiria hiyo mambo itawezekana? Lazima kuna kule kushirikiana na kukaa chini na kuelewana. We are going to do ABCD at this given period of time, and afterwards tutafanya hii na yale. Na ninataka kukuambia ya kwamba wakati mnapojadiliana, wakati mnapoweka priorities, wakati mnapoweka mikakati na mipango pamoja, you will definitely reach your plans. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ikiwa Bwana anasimama leo anasema nataka kwanza tulipie mtoto karo ya shule, naye mama anasimama anasema mimi hiyo mama unaniambia ni sawa, lakini nataka huu mwezi kwanza tubadilishe kiti. Unafikiria hawa watu wawili wataelewana? Hawa watu hawawezi wakasonga hata hatua moja mbele. Kwa sababu gani? Kulipa karo ni vizuri, na hata kununua kiti si ni vizuri, hata pengine si kubadilisha, hamna kiti. Lakini ni lazima mkae chini kama jamii, muulizane which is the priority. Ni jambo gani linatusukuma mno? And after you come up with a conclusion, hivi ndivyo tutaanza. Hata pengine ile kiti wewe kama mama ulikuwa umesema unataka kununua, utanunua ya bei kuliko hiyo, maana umeongezea nguvu ya jamii yako yote. Si Bwana atusaidie wapendwa, tutamani kukaa pamoja na tuwe na umoja. Bwana Yesu asifiwe. Nipeana mfano mmoja. Baba yetu Mungu amempatia neema yule mbaba mzazi, ingawaje hana miaka mingi amekaa. Na kila wakati sisi tukiwa wa umri wa wastani, tulikuwa tunaona ndugu zetu na dada wale wakubwa wakikuja kama ni Christmas. Tukiwa shuleni sisi, lazima kabla ya warudi kila mtu mahali pengine alikuwa anafanyia biashara, tungeitwa pamoja. Na tukiitwa pamoja, baba alikuwa anatumana, enda uite mzee fulani, alikuwa anapiga picha. Najua hata nyinyi wengine mnakumbuka hizo masiku za ushago. Ati kwa sababu jamii imekuja pamoja, mzazi anaita mtu wa picha, mpigwe picha mkiwa pamoja. Na sasa mzazi, baba alikuwa anahakikisha hakuna hata mmoja ameenda kabla hatujapigwa picha. Na hizo picha hata wale zingine tunazionanga. Lakini nilikuja kugundua baba hakuwa na picha sana, haja na picha sana. Maana wakati amesema lazima tupigwe picha pamoja, wote tutakaa pamoja. Na wakati huo tukigojea mtu wa picha, anatuita kikao. Na maneno yake hayakuwa mengi mpaka wa leo. Alikuwa anatafuta kijiti moja, anaikatakata pieces. Tupisi tunatoshana hivi kama half a foot. Anatafuta vijiti kama 5. Akitafuta vijiti 5, anatwambia maana sitaki niwafunge wengine mnasema mmechelewa. Anachukua kijiti moja anaivunja. Akishavunja kile kijiti kimoja, anachukua zile vijiti zingine 5, anazifunga pamoja, anapatia mmoja, anamwambia vunja hii. Bwana Yesu asifiwe. Na unapopewa uvunje zile miti zimefungwa pamoja, haziwezi zikavunjika kwa sababu ziko mingi tied together. Na alikuwa anamalizia with a very short speech. Mimi nawaomba, unaona venye nimefunja kijiti moja kwa urahisi,
hivyo ndivyo ushirikiano wenu utavunjika kila mtu akikaa kando. Lakini mkikaa pamoja, hakuna mtu ataweza kuingilia ushirikiano wenu na mtaweza kuendelea. Na nikaona hii ni hekima ilikuwa na huyu mzee, na huku tuuchukulie na uzito siku ya leo katika jamii yako, katika mahali unaishi na majirani, hapa kanisani. Ufikirie jinsi ya kijiti kimoja kiko kando na vijiti tano zikifungwa pamoja. Ondoa mawazo yako kwa kijiti, chukua nguvu zako, zile ile neema Mungu amekupatia, usimame uanze kujipiga msasa, ujitazame, uone hiyo neema Mungu amekupatia. Je, inaweza kusimamisha taifa ukiwa peke yako? Inaweza kusimamisha jamii ukiwa peke yako? Inaweza kusimamisha kanisa ikiwa peke yako? Alafu chukua nguvu ya mwenzako, neema ya mwenzako, ya dada yako, chukua neema ya ndugu yako, zilete pamoja, utazame uzuri wa kazi ya Mungu vile itatendeka na kuwa rahisi. Bwana Yesu atukuzwe. There is beauty when brothers draw together and grow together in unity. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuwa nasoma hili neno nikakumbuka wakati tulitoka Fountain tukiingia kwenye hii shamba. Bwana Yesu asifiwe. Na wapendwa, nilikuwa nafikiria maneno, nikawa naambia Mungu ni asante kwa sababu ulitusaidia, ukatupa neema ya ushirikiano, ukatupa neema ya kuwa pamoja. Maana nikikumbuka vizuri, tulikuwa wote tunapangiwa siku ya kukuja kufanya kazi hapa, na watu walikuwa wanarauka mapema, mtu anajipanga, anaacha shughuli zake, tunakuja kuchimba mitaro, tunakuja kama tumejiandaa, jioni tunaenda tunakula ugali na kuenda nyumbani. Ninakumbuka wakati mmoja ulifika, tukakuja kukiwa ni Jumamosi, na tulikuwa tunaukia ibada the following day. Na ile kitu ilinishtua na kunishangaza, wazee wengi hawakunyoa ndevu kwa sababu tulichelewa. Na ndio hapo kila tutaje kwa ndevu. Askofu nakumbuka akikwambia sio sisi wa kwanza. Ati katika Biblia kuna watu walifanya kazi wakajisahau wenyewe kwa sababu ya vile kazi ya Mungu ilivyokuwa nyingi. Na nilipokuwa nafikiria mambo yote, nikawa tunafikiria about the beauty, urembo na uzuri wa watu kuwa na ushirika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua Kikuyu husema njia ya mtu mmoja mtu hutembea wakati giza imefika. Lakini kama hakuna giza, hakuna mtu anaweza furahia kutembea peke yake. Atejera modo mwezi yake wote, ebi yake wogutuka. Bwana atusaidie. Na kwa hivyo asubuhi ya siku ya leo, Mungu anatukumbusha jinsi ilivyo vyema ndugu kukaa pamoja na kwa umoja. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo tulikuwa tunaweka msingi wa hii kanisa. Wote kama kanisa mnakumbuka, tulikuwa kila shiriki kiingia, inatosha nini inapelekwa, inatosha nini endea, mpaka kanisa na nyumba ya Mungu ikasimama. Na nilikuwa nafikiria how we raised 2 million tukapeana deposit ya hii shamba na idadi yetu vile tulivyo. Na nikaona ya kwamba hapa tu kama sio umoja, hapa tu kama sio watu kunena na kuwa na mahusiano yanafanana, hatungeweza kufika mahali tulipo. Bwana Yesu asifiwe. Leo sijui kwa nini haya maneno inanikujia sana ya baba mzazi. Kuna wakati baba yangu tena alituita akatuambia ati shilingi moja, ati shilingi ngeni mutire hii. Na akatuambia ati 1,000 bila shilingi haiwezi kuitwa 1,000. Hivi kumaanisha ule uwezo Mungu amenibariki nao, nikiuondoa kwa ushirika wa wapendwa, kuna mahali kutakuwa na pengo. Hivi kumaanisha ile neema wewe Mungu amekupatia, ukiitenga kwa ushirika, hakika kutakuwa na pengo. Bwana Yesu asifiwe. Ile ni watoto wadogo wa Sunday school, ile neema Mungu amewapatia ya kutumikia Mungu katika madhabahu, hiyo kikundi kikiondolewa na kisahaulike, kuna mahali kutakuwa na pengo. Hii inatufundisha nini wapendwa? Jinsi kukaa
pamoja na ushirikiano mmoja ilivyo na faida. Bwana Yesu asifiwe. Nionyesha kanisa ambayo watu hukaa vikundi ni kuonyesha kanisa ambayo haiwezi endelea. Nionyesha wanasiasa ambao wanajipenda, huyo anakaa kando hii, mwingine anakaa kando ile, ni kuonyesha chama kilicho karibu kuangamia. Tuingie kwa siasa kidogo. Tazama nyumba ya Jubilee saa hii. Na mimi hakuna kitu nataka Jubilee, lakini kuna mahali kuliingia kashetani fulani ya matengano. Huyu anasimama leo anaongea hivi, naye mwingine anasimama na kuongea hivi. Utafuata ya nani? Tazama katika jamii, mama watoto anasema hii ndio mwelekeo, naye baba anasimama pande hii nyingine anasema hii ndio mwelekeo na mimi ndio kusema. Sasa ndio ni kweli wewe ndiye kusema, lakini kumbuka mama alikutangulia kusema. Sasa hapo katikati lazima kutakuwa na mmoja ama wawili watafuata aidha ya baba ama ya mama. Na mpango wa Mungu wapendwa ni sisi tuishi pamoja na tuishi kwa umoja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka Jumapili ya Shakaina first service tulihubiriwa na Mrs. Moyole na alituhubiria ujumbe uliokuwa unaitwa togetherness. Na siku ya leo Mungu akanipatia ujumbe about living together in unity. Na nilipokuwa nafikiria, nakumbuka yale mahubiri tulihubiriwa hapa, nikaona ya kwamba hakika kila mtu ako na nafasi yake katika kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Pengine mimi nimeitwa nikasimame kwenye pengo kupitia uombezi, na wakati mwingine ikiwa nimeitwa kama muombezi, pengine naombea sirini, hata hakuna yule mtu anatambua ya kwamba ninafanya uombezi, lakini Mungu amenipa hiyo neema. Wacha kanisa kuanzia siku na kuendelea tukaweza kujua ya kwamba kila mtu ni kiungo cha mwingine. Hiyo kipawa na karama Mungu ameweka ndani yako ni kiungo cha hii kanisa ili ipige hatua kuenda mbele. Mimi ni msaada wako, wewe ni msaada wangu. Nikiona dada yangu nione hiki, ni huu ni kama tu mkono wangu. Nikiona ndugu yangu nione tu huu ni kama mguu wangu. Maana Biblia imetufundisha jinsi ilivyo vyema ndugu kukaa pamoja na kwa umoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kulifika mahali chama cha Jubilee wakatuambia hakuna pengo, chama iko imara. Lakini ukiangalia kwa mtazamo wa macho, hata sio science, unaona haiko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini? Kuna matendano iliingia katika hicho chama. Kwa hiyo wapendwa, asubuhi ya leo ni vyema tujifundishe kukaa pamoja na kwa umoja. Mstari wa pili unasema ni kama mafuta mazuri yatiririkayo kichwani. Yaani ndugu wanapokaa pamoja na kwa umoja, mwandishi wa Zaburi analiganisha na mafuta mazuri inayotiririka kichwani, devuni, na sio devu za mtu wa kawaida, devu za Haruni. And there is a great significance here. Ya kurekodiwa ni devu za nani? Maana Biblia inatuambia ni devu za Haruni, maana Haruni alikuwa ni kuhani. Praise the name of the Lord. Amen. Na kwa hivyo kama ya kwamba haya mafuta yanayoliganishwa na ushirikiano na huku kukaa pamoja na umoja, yanaliganishwa na mafuta mazuri ikitiririka devuni za Haruni mpaka kwa kanzu zake hadi kwa miguu. Hii inatufundisha ya kwamba wakati tunapokaa pamoja kama wapendwa, kuna harmony inayopatikana kati yetu, because the Bible is talking about mafuta yanaanzia kichwani yanatiririka mpaka kwa miguu yake.
atusaidie. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 2, you will see how the first church was joined together in unity. Matendo ya Mitume, Acts chapter number 2, verse 1, the Bible says, when the day of Pentecost came, siku ya Pentekosto ilipofika, waumini wote walikuwa wamekusanyika mahali pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wapendwa wa kanisa la Kipentekosia, Bible inasema hii siku ilipofika, kanisa la mitume walikuwa pamoja. There is beauty of staying and dwelling together. Maana ukisoma hiyo kitabu cha Matendo ya Mitume kuteremka, utaona mambo makuu yaliyotendeka kwa ajili ya ule ushirikiano wapendwa hawa walikuwa nao. Hii ni kumaanisha kama kanisa na kama wapendwa, tunapokuwa na umoja, tunapokuwa na upendo, kuna mambo makubwa itatendeka kati yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waibrania 13 mstari wa 1, Biblia inasema ya kwamba andika mahali, let brotherly love continue. Kitabu cha Waibrania kinatuambia na huu upendo wa udugu na uendelee. Hii ni kumaanisha there is a commandment for us, there is an expectation that God has upon us that this brotherly love ought to continue. Sio kitu ya siku moja unaboeka, sio kitu ya miaka 3 unasema na huyu mtu amenizoea, sio safari ya miaka 5, sio safari ya miaka 10, lakini Waebrania inatufundisha let this brotherly love continue. Hallelujah. Hii ni kumaanisha hata kama mimi na wewe sio ndugu wa kuzaliwa na mwili na damu, we are brothers in Christ. Na kama sisi ni ndugu katika Kristo, Bible inasema katika hicho kitabu cha Waebrania that we have one father, we are sharing one father. That means we are one family, and as a family we ought to live together and be together with unity. Amen. Hallelujah. Amen. Unajua, tumesema katika familia ya Kain na Abeli kulizuka kulikuwa na kuchukiana, kukawa na kifo. Bwana Yesu asifiwe. Katika jamii ya kina Yusufu kukawa na chuki, na mwishowe wakamuuza bila kujua ya kwamba huyu mtu walikuwa wanamuneglect, huyu mtu walikuwa wamemuuza kama mtumwa, msaada wao baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Kama sisi ni familia moja na kama ni jamii moja, kuna umuhimu mkubwa wetu kukaa pamoja na kuwa na nia moja. Maana hawa ndugu zake Yusufu kama wangetambua msaada ambao Mungu alikuwa ameweka kupitia huyu ndugu yao mdogo, pengine wangemheshimu. Maana baadaye alikuja kuwa ndio mkombozi wa jamii. Hii inatufundisha nini wapendwa? Tunapokaa hivi pamoja, kila mtu ana neema tofauti ametunukiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo neema ambayo Mungu amekutunukia, hiyo kibali Mungu amekupatia kulingana na kipimo chake. Praise the Lord. Hii ni kumaanisha hakuna karama iliyo kubwa kuliko nyingine katika mwili wa Kristo. Ile karama Mungu amenipatia, ile ni kidogo namna gani, ile ni kubwa namna gani, inamaanisha nimepewa hii karama ndio niwe msaada kwa huyu mwingine. Wewe ile karama Mungu amekupatia, ile ni kubwa au ni ndogo, zinafaa tuzilete pamoja ili moto ukaweze kuwaka. Praise the name of the Lord. Unajua, ukichukua mfano wa jiko, kama jiko ya makaa yanapowakishwa na yako pamoja,
We usually say they burn and glow when they are together. But take an example of the same makaa, uimwage chini, uweke kando kando, na hata usimwagie pamoja. Wapendwa, moto utadumu na moto utaendelea kuwaka. Lakini kila mtu akikaa amejitenga, mwingine amekaa kivyake, mwingine amesimama kivyake, moto utaisha pole pole, mwishowe kubaki majivu. But together the charcoals burn and grow. Separated they die. Si Bwana atusaidie. Kwa sababu ya muda, mahali tumesoma kitabu cha Zaburi imelinganisha kushirikiana na mafuta mazuri. Ukisoma kitabu cha Exodus, I think chapter number 28, utaona ya kwamba hii kanzu ya kuhani mkuu ilikuwa huku kwa upande imeandikwa majina ya zile kabila 12 za Israeli. Kwa hivyo tunaposikia ya kwamba mafuta yalianzia kwa kichwa, yakateremka kwa shingo, yakateremka kwa mavazi hadi kwa miguu, ni kumaanisha the harmony ilikuwa inaanza kwa kichwa ikiteremka kwa kila mtu. Hii ni kumaanisha, wapendwa, tunapokaa pamoja kuna hiyo neema itakayoshuka kwa kila mmoja wetu. Whenever in the Bible we see about oil, we think about anointing. We think about the Holy Spirit. Kumaanisha tukikaa na umoja, karama za Roho Mtakatifu zitafanya kazi kwa uwepesi kwa kila mmoja wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitabu hicho cha Exodus chapter 30 verses 22 to 33, utaona Mungu akimwelezea Musa jinsi atakavyoyaandaa haya mafuta ya kuteua na kuweka vitu za hekalu wakfu, ya kuweza kuweka watumishi wa Mungu wakfu. Hayakuwa tu ni mafuta ya kawaida, na anamwambia hivi ndivyo utaitengeneza. Utatafuta mafuta mazuri, the olive oil, utatafuta myrrh ambayo Yesu alipewa kwa mtoto, utatafuta cinnamon, utatafuta manukato mazuri, kisha yatengeneze ili ukamtia mtia mafuta wangu mafuta alitumikie. Hii ni kumaanisha Biblia inapolinganisha ndugu kukaa pamoja na haya mafuta sio kitu tu cha kuchezea. Wapendwa, wacha niwaambie, ushirika ni kitu cha dhamana na tunafaa kukidumisha. Bwana Yesu asifiwe. Wagalatia 3:26 Biblia inasema ya kwamba there was neither a Jew neither a Greek, there was neither a male neither a female. Hii ni kumaanisha tofauti ni sisi kama wanadamu tunazileta. Unaweka huyu na klasi yake, huyu unamweka na klasi yake, huyu unamweka kwa hii group, mwingine kwa hii group. But the Bible is saying there was neither a Jew nor a Greek. Si Bwana atusaidie wapendwa. Amen. Tutake kukaa kwa umoja na kuwe na umoja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inaendelea na kulinganisha huu ushirika na huku kukaa pamoja kwa ndugu na kwa umoja na ile deal, the deal of harmony. That is verses 2b. No, verses 3. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni vyema ndugu kukaa pamoja na kwa umoja. Mstari wa 3 Biblia inasema ni kama umande wa mlima Herimoni. Huu ushirika ambapo ndugu wanakaa pamoja na kwa umoja ni kama umande wa mlima Herimoni.
Ukifanya utafiti utaona ya kwamba Mount Hermon is the tallest mountain in Israel. Utaona ni kama futi 9,000 kutoka kwa water level or the sea level. Na Biblia inalinganisha huu ushirika na ule umande, the beam which was flowing from Mount Hermon. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huu umande uangukao juu ya vilima vya Sayuni. Ukifanya utafiti utaona ya kwamba mlima Sayuni ulikuwa ni mfupi, kimo cha futi 2,400, na mlima Herimoni ni futi 9,000. Kwa hiyo unaweza kulinganisha hiyo tofauti, na Biblia inasema huu mlima wa Herimoni ulikuwa unaangushia mlima Sayuni ule umande. Bwana Yesu asifiwe. Mlima Herimoni ulikuwa umebarikiwa na urefu, na urefu wake ulikuwa unavutia umande na Biblia inasema ati huu mlima ulikuwa unagawia mlima Sayuni umande. Hii kumaanisha kwamba kama wapendwa, Mungu amenipa neema na ameniinua kiwango kikubwa, nafaa niwe msaada kwa mwenye ako less fortunate. Nafaa niwe mimi ni msaada mwa yule ako kiwango cha chini, ili niwe namsaidia kuinuka. That is the beauty and dwelling together in unity. Maana hii ni milima tunapewa mfano. Herimoni ulikuwa mrefu mno, ulikuwa una umande wa kutosha, lakini ulikuwa unagawia mlima Sayuni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inamalizia na kusema, maana huko ndiko Mungu ameahidi kuwabariki watu wake, kuwapa uhai usio na mwisho. Amen. Sababu ya muda, baada ya kukaa pamoja na kwa umoja, Mungu anaachilia baraka. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi na wewe tukikaa pamoja, mimi na mke wangu tukishirikiana, mimi na ndugu tumezaliwa na wao, tukikaa pamoja na kwa umoja, there is blessings which will befall upon us. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maombi zingine tutaondoa kwa prayer items zetu kwa sababu tu ya kukuja pamoja na kukaa pamoja na kwa umoja. Katika familia kuna maendeleo itapatikana, sio kwa sababu ya masomo, lakini ni kwa sababu ya kushirikiana. Kuna magonjwa itaondoka kwa mwili wako, sio kwa kutibiwa, lakini ni kwa sababu ya ushirikiano wako na mke wako, kwa sababu ya ushirikiano wako na mume wako, kuna magonjwa itaondoka. Amen. Hebu fikiria magonjwa ya stress. Kwa nini stress inatusumbua? Si ni kumaanisha there is something wrong somewhere. Na pengine hiyo stress ni wewe umejitafutia haziko. Kwa nini? Wewe uliona pengine makosa kwa mke wako ama kwa mume wako, badala ya kukaa chini mtafuta suluhisho, ukianza kumelia, leo ameniambia una meza. Mnakaa baada ya wiki mbili na leo amesema una meza. Baada ya miezi 6 kama una meza tu, ukimeza leo, next month una meza miezi 6. Kwa nini tumbo isianza kupata shida? Situakili leo kuna shida zitasuluhishwa kwa sababu tu ya kukaa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Si ni juzi tu hii bakifiri, si tuliweka tu kwa sababu ya umoja, tulifanya fundraising. Bwana Yesu asifiwe. Si ni juzi tu tumeweka hizi mabati zote, ofisi ikasimama. Bwana Yesu asifiwe. Si ni juzi tu hii mchanga zilikuwa vilima 5. Tokirena ile wangu wakana ile wakale usiku ya kwanza, Mudhoni akaanza kuuliza, kwani watu hawakusikia bishop akitangaza vizuri? Maana tulikuwa tumekuja taifa la Kenya tukiondoka huu kabila. Je, hamuoni maendeleo itapatikana? Lakini sasa kuna mtu bado huanza kufikiria na kuamini kama ni Mkikuyu
ati mwisho wa mwezi unaenda kwa ATM ya Equity unatoa pesa hujaweka, kwa sababu ya kasumba ya ukabila. Siku ya leo Bwana anatuita tukae pamoja. Amen. Kwa umoja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tu tusijitanishe na shirika ya kwamba mimi ni wa familia fulani dewabareang'ania, lakini hiyo pale hata hujui mara ya mwisho uliwajulia hali lini. Bwana Yesu asifiwe. Wacha isikuwe unajiita Mkristo na huu mwili wa Kristo hakuna siku hata moja unaufanyia repair kupitia yale matendo unafanya. Bwana atusaidie kama kanisa tukae pamoja na kwa umoja, tusimame kwa miguu yetu. Tutaenda kusomea nyumbani hii Warumi 15 mstari wa 5 hadi wa 6. Andika mahali. Mungu, may God give us the spirit of unity. Andika hii nyingine Ephesians 4 verse 3 and 6. When you some nyumbani, you will see that we are one body and one spirit. Mstari wa 16 wa Efeso 4 unasema when each part is working together. I'm just paraphrasing, utaenda kusoma. When each part is working together, the body will grow. Kila kiungo kikiaminika kwenye kazi kimeaminiwa, kutakuwa na kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tofauti ya hiyo ni kila kiungo kikikaa kando, kutakuwa na kufifia na kurudi nyuma. Maendeleo itapatikana kwa jamii, maendeleo itapatikana kwa kanisa, maendeleo itapatikana kwa taifa wakati watu watakaa pamoja na kwa umoja. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha barua ya Yohana, the third letter of John, ni mlango mmoja tuanzia hapo mstari wa kwanza. Utaona mfano wa watu watatu wamepeanwa katika Biblia. Kuna mtu alikuwa anaitwa Gaius. Yohana anasema ya kwamba watu walimshuhudia kuhusu matendo yake mema, na tafadhali ukienda nyumbani soma hiyo barua ya Yohana, mlango the third letter, barua ya 3 ya Yohana. It's just one chapter. Uone Gaius anashuhudiwa jinsi alivyokuwa mwema, mtu mzuri, alikuwa anapokea wageni, alikuwa anapokea wamishonari. Mtu wa pili alikuwa anaitwa Dioterefe. Dioterefe, Biblia inasema ya kwamba kazi yake ilikuwa ni kuwakanya wa Kristo kupokea wamisheni, na sio tu yeye kukataa kuwapokea, alikuwa anaenda door to door akiambia Wakristo wengine onamoka mutikama mukire. Mtu wa tatu anaitwa Demetrius. Demetrius ndiye amemalizia hicho kitabu. Alikuwa ni mtu mkarimu, alikuwa ni mtu mwenye kupokea watu. Na kwa hivyo kama Wakristo, wacha tukue na roho kama ya Demetrius. Wacha Mungu atusaidie tuwe na roho kama ya Gaius. Na kwa sababu ya kazi nzuri Gaius alifanya, akamuombea akaweza kufanikiwa katika maisha haya, jinsi kiroho chake kinafanikiwa. So wapendwa, ni vizuri kujichunga na Dioterefe. Maana Dioterefe ate akanagia kugwika maundu maria mega. Bwana Yesu asifiwe. Si mtu kama huyu ni mtu hatari wapendwa. Huyu ni mtu hatari katika ushirika. Huyu ni mtu hatari katika taifa. Huyu ni mtu hatari katika jamii. Badala ya yeye kuona ya kwamba mimi sitafanya hii na anyamaze, yeye anasema sitafanya, na anaanza ndio akiambia watu msifanye. Si Bwana atusaidie. Maana Biblia imetuambia how beautiful it is brothers dwelling together in unity. Sifungue kinywa chako, mwambie Mungu akusaidie tu, akuongezee upendo, ukakae pamoja na jamii yako kama yalivyo mapenzi ya Mungu. Si umwambie Mungu akupe neema ya kukaa na hao majirani na upendo kama ilivyo mapenzi ya Mungu. Maana Biblia inasema bila upendo
hata tunene kwa lugha za malaika, hata tunene na dini, bila upendo hatuwezi kupendeza Mungu. Wapendwa, ni vyema kujifundisha kuvumiliana. Ni vyema kujifundisha